wapenzi. Hivyo watoto wadogo ni watu pia wa ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wanastahili kupokea ubatizo. Inawalazimisha ninyi kuomba Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo ya kwamba kwa wema wake mengi atakubali watoto hawa kubatizwa na maji, tena waweze kubatizwa na Roho Mtakatifu, na watakuwa watu wenye kustahili wa kanisa takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kuko na probleme isiku kwa kanisa kwa ajili ya ubatizo ya maji mengi na ya maji yenye mengine banaita ya kidogo. Mekanisa ubatizo kwa maji mingi, ubatizo kwa maji kidogo, kanisa la Kimetodiste inafanya yote. Haleluya. Amen. Ni yenye tu utataka na kanisa itatimiza vile. Haipia kusema ba Metodiste wabatizake kwa maji mengi. No. Inafanya yote. Na yote mbili inakuwa tu alama ya ukumbusho kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Iko tu alama kwa ajili ya ukumbusho. Ndio maana watoto hawa tunataka kuwabatiza kwa hiyo maji. Ndio tunajieleza kwa wazazi wapenzi. Sawa, watoto hawa wameletwa na ninyi kwa kupata ubatizo wa Kristo na wameletwa mbele ya kanisa lake. Haya ni maneno yenu na kazi zenu, hata wafundishe hii sakramenta takatifu, na tena wafundishe katika wema wa imani takatifu maisha ya Kristo, na watakuwa na upole na kuungana na wazazi na kuomba Mungu nyumbani, kujifunza amri ya Mungu na kazi mtakapo watakia katika upendo na kutumikia Yesu Bwana wetu. Wako hapa wao wajue kitu. Wanasimama hapa ni kupitia imani yenu ninyi wazazi. Haleluya. Amen. Na ndio maana nyinyi ndio mtaendelea kuwafunza njia ya Kristo, njia ya imani, njia ya kanisa lenye mnawaleta leo, wao kudumu na kujua amri za Mungu zote. Haleluya. Amen. Ndio tunawauliza hivi, nyinyi wazazi, huyu hata ya kusema mutafanya kazi zote kwa nyakati wenu wote, Bwana Yesu Kristo kuwa msaidizi wenu. Ndiyo tutafanya. Njoo jibu, mjibie hivi. Ndiyo tutafanya. Kwa hivi tutasikia usomi katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 13 mpaka 16. Sauti ya Yesu yanasema nini? Marko sura yake ya 10 mstari wake wa 13 na kukomea 16. Kisha cha maneno nasema hivi: Yesu anabariki watoto. Wakamletea watoto ili awaguse, na wanafunzi waliwakemea. Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, acheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuize,
sababu ufalme wa Mungu ni wao. Kweli ninaambia nyinyi, mtu asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hataingia kule hata kidogo. Akawakumbatia, akaweka mikono juu yao, akawabariki. Mmebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kaka yangu, usitende dhambi tena. Mmebatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Shikamanga Shenero. Tuombe. Ee Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, wewe mwenyezi wa mbingu na dunia, utoe watoto wako hawa Shikamanga Shenerose na Nzuzi Olowa Adrien kukomea kumiaka yao, wakomee katika rehema na katika ufahamu wa Bwana wetu Yesu Kristo, waweze kuikala watoto wa Mungu wa kweli na wakutumikie na imani kwa siku zao zote katika Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Chini ya nyimbo ya utukufu. Seremoni zingine. Kunakuwa watoto wetu 3 wenye wamekwisha kubatiziwa. Wao pia waliona vema wawezi kupokelewa kwa kanisa
ili waendelee na wajikute huru kwa wao kuweza kufanya yale yenye yanahitajika kwa ajili ya kanisa na imani hapo. Tuliwasikia, tulizungumza nao na kuisha mazungumzo walijikuta kama wanakuwa na kiu pia na amri na nuru na uba ya kuendelea kufuata maneno ya Mungu kupitia kanisa letu. Ndio maana chini ya nyimbo za utukufu tutalika watu hawa: Sœur Charlie Choha, Sœur Louise Choha, Frère Dieu Merci Choha. Alléluia. Sibatote hapa Andre Chohao. Si tunaingiana nabo hapa? Ndio. Si ni Wakristo wa hapa? Ndio. JPC jibe na baona? Ndio. Haiko vipi? Ndio. President JPC uko na baona? Ndio. Unabafamia? Ndio. Asante. Mugeuke huko. Wapenzi katika Bwana, mulikuja hapa kutafuta fasi katika kanisa la Mungu, na inakuwa leo furaha kwenu kuona munatafuta baraka katika kazi ndani ya kanisa la Mungu. Kwa hiyo mbele ya ninyi kupokolewa, ni lazima ninyi kushuhudia imani yenu mbele ya Mungu na mbele ya watu, mukijibu kwa maulizo haya, na jibu lenu litakuwa ndiyo na kubali. Ulizo la kwanza: dada Charlie, dada Louise na kaka Dieu Merci, unakubali kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuwa na bidii kwa eklezia yake? Mbape mikro. Kanisa ifesikie mzuri. Unakubali kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuwa na bidii kwa eklezia yake? Ndio, nakubali. Swali nyingine: wewe utaamini mafundisho ya Biblia katika Agano la Kale na katika Agano Jipya? Ndio, nakubali. Wewe utakubali kuendelea sawa Mkristo katika kanisa hii? Utatumikia kazi, utashiriki kumikusanyiko yake, utatoa mali yako kwa ajili ya kanisa?
Ndiyo, nakubali. Tutasikia usomi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 12. Natazama, ninasimama kwa mlango, ninapika hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Pike magoti. Usomi cha maandiko matakatifu yanasomwa kwa ajili ya Kristo kuweza kuwapokea ndani ya kanisa lake siku ya leo, ili kuweza kuwa wanamemba wake kamilifu katika kanisa lake. Hivi tutaomba. Dada Choha Shari, Bwana Mungu akulinde, neema yake ikupe nguvu, na Roho Mtakatifu akuongoze milele na milele. Amina. Amen. Dada Louise, Bwana Mungu akulinde, akuongoze, akuchunge na akupe nguvu na Roho Mtakatifu katika maisha yako milele na milele. Amina. Amen. Kaka Dieu merci, Bwana Mungu akulinde, neema yake ikupe nguvu ya kuchunge na ya kulinde, na Roho Mtakatifu aendelee kukuwa nawe pamoja milele na milele. Amina. Musimama. Tunakuwa na furaha kwa nini kupokelewa katika Eklezia la Kristo. Haleluya! Hiyo inakuwa sinye ya nyinyi kuwapokea katika kanisa la Kristo na furaha. Tushangilie. Tutaka papande wo tarudia wo watabaki. Ndio maana munaona meza ya Bwana iko pale. Haleluya. Amen. Ilikuwa vizuri wao wanapokelewa na kisha kupokelewa wanakula mwili wa Yesu na wanakunywa damu ya Kristo. Haleluya. Kwa hivi tutawasi, mutasimama na mutageuka huku. Mgeuke huku. Nyimbo. Topena motema na yo mobimba kamba bonio osalela ye.
usomi lele ya